نهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Leo tunaondokea kwenye aya nambari 133. Aya tulizotoka nazo huku nyuma jana zinahimiza watu kutii amri za Allah kwa kufata aliyoamrisha na kuacha aliyoyakataza. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, la taakulu riba adhaafa mudhaafa, musile marimbikizo ya riba. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, na kuweni na uchamungu ili mpate kufanikiwa. Wattaqun nara allati uiddat lilkafirin, na ogopeni moto ambao umeandaliwa kwa watakaokuwa wanakinzana na amri za Mola wao, wanaokufuru. Wa atii'u Allah war rasula, na kuweni watiifu kwa Allah na mtume. La'allakum turhamun, ili mpate kurehemewa. Aya imekataza marimbikizo ya riba, lakini haina maana kwamba hii nyingi tu ndio ilokatazwa, kidogo inaruhusiwa au inakubalika. Hapana. Hiyo adhaafa mudhaafa inaakisi mazingira, yani bia waliokuwa nayo watu wakati wa ujahilia. Hii ndio ilikuwa tabia yao. Riba inazaa. Kila ikifika wakati wa makubaliano, deni letu mpaka tarehe fulani, anayedaiwa hakulipa, riba inaongezeka. Kwa hiyo mtaji wa aliyekopesha unakuwa. Wakakatazwa, lakini riba za aina zote, iwe ndogo iwe kubwa, ni haramu, haikubaliki. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, na enyi waumini, wameitwa waumini huko nyuma. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, jitahidini kukimbilia fursa za msamaha kutoka kwa Mola wenu. Kila mnalohisi mkifanya mtasamehewa, msilidharau, liendeeni. Dakika zenu mzitumie vizuri, mtenge wakati wa kuomba msamaha. Wa jannatin, natumieni fursa za kuitafuta pepo. Arduha, upana wake hiyo pepo, as-samawati wal ardu, ni kama mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa hiyo pepo kwa wacha Mungu. Kwa mnaambiwa muwe na ucha Mungu. Wattaqullaha, mcheni Allah, kuweni na ucha Mungu, kuweni na takwa. La'allakum tuflihun, ili mpate kufanikiwa. Kwa sababu mafanikio yameandikwa kwa hao wanaojituma kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Watalipwa pepo iliyoandaliwa kwa hao wacha Mungu.
eneo lake ni sawa na upana wa ardhi na mbingu. Alladhina, almuttaqina, ambao wameandaliwa pepo. Alladhina ni wale ambao yunfiquna fi sarrai wa dharrai, wanatoa mali zao katika njia za kheri, katika wepesi na katika ugumu, wakiwa na kingi, wakiwa na kidogo, wakiwa wako katika amani na wakiwa wako katika fujo, wanatoa mali zao kwa ajili ya kheri. Yunfiquna fi sarrai wa dharrai, wanatoa walichonacho kwa ajili ya Allah kwenye mazingira ya aina yoyote. Walkazimina alghaidha, na katika sifa za hao wacha Mungu ni wale ambao wakikasirishwa wanadhibiti hasira zao, haziwapelekeshi hasira zao wakafanya maamuzi mabaya, wanajaribu kudhibiti hasira zao nyoyoni mwao. Hao ndo wacha Mungu. Walafina anin nasi, na wacha Mungu ni wale ambao wanakuwa ni wepesi kuwasamehe watu. Walafina anin nasi, sifa za wacha Mungu hizo. Yunfiquna, kwanza wanatoa walichonacho. Fi sarrai wa dharrai, katika wepesi na uzito. Walkazimina alghaidha, wacha Mungu wana tabia ya kudhibiti hasira zao, hawapelekeshwi na hasira wakafanya maamuzi ya ajabu ajabu. Atanjua mie nani, we nani? Walafina anin nasi, wacha Mungu wanakuwa wepesi kuwasamehe watu, hata kama wamewakosea wanakuwa wepesi kusamehe. Wallahu yuhibbul muhsinin, tabia hizo kuwa nazo mtu, hicho ni kiwango kizuri cha imani na taa, ni kiwango cha ihsani. Anayefikia kuwa hivyo anakuwa ni muhsinun, abdun muhsinun. Wallahu yuhibbul muhsinin, na Allah anawapenda watu waliofikia daraja hiyo ya ihsani. Walladhina, na wacha Mungu ni watu ambao idha faalu fahishatan, by mistake, wakifanya makosa, wakateleza, wakafanya machafu, au dhalamu anfusahum, au ikitokezea wamefanya dhambi za kuwaangamiza, wamedhulumu nafsi zao, dhakarullaha, haraka huwa wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, wanarudi kwake. Fastaghfaru lidhunubihim, wanaomba msamaha kwa makosa walioyafanya. Mcha Mungu anaweza akateleza akafanya kosa, iwe kubwa au dogo, lakini baada ya kukosea roho yake huwa haina utulivu, anajua ni nani kamkosea. Kwa hiyo hurudi kwa Mola wake akaomba msamaha kwa kosa alilofanya. Waman yaghfiru dhunuba illa Allahu, na Allah anasema, na ni nani anayesamehe dhambi kama sio Allah? Kwa hiyo mtu mumin anajua nimefanya dhambi na hakuna anayesamehe dhambi ila Allah. Kwa hiyo hurudi haraka kwa Allah, maana Allah ndo atakayemwadhibu. Anarudi kwa Allah akalalamika kosa lake, akakiri dhambi yake na akamuomba Allah amsamehe. Anajua mumin mcha Mungu hakuna anayesamehe dhambi ila Allah, na Allah ndiye aliyemkosea akamtendea hilo jambo. Kwa hiyo hurudi kwa Allah akaomba msamaha kwa dhati kutoka katika nafsi yake. Walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun, na katika sifa za hawa watu wacha Mungu wanakuwa si wenye kudumu katika hayo makosa. Lam yusirru, hawa maintain hiyo hali ya kukosea. Kakosea leo na kesho anakosea, kesho kutwa anakosea, mtondogo anakosea, kosa lile lile. Mumin hafanyi makosa ya kujirudia rudia. Lam yusirru ala ma faalu, hawaendelezi makosa wanayoyafanya. Wa hum ya'lamun, na huku wanajua kwamba hili kosa. Mumin mcha Mungu hana tabia hiyo. Ikitokezea mazingira yamemghilibu kakosea, anarudi kuomba msamaha na anakuwa anajirekebisha, kosa kama hilo hafanyi tena.
ndo maana yake. Ulaika, watu wenye tabia hizo, jazauhum maghfiratu min rabbihim, malipo yao kwanza wanapata msamaha kutoka kwa Mola wao. Wamekosea, wakajua ni nani waliyemkosea, wakarudi kwake kumwomba msamaha, kwa sababu ni yeye pekee ndiye anayesamehe. Mtu hakusamehe, ukimtilia kitumbua chake mchanga atakufanyishia tu, lakini Allah anasamehe, na ni pekee anayeombwa msamaha akasamehe dhambi. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, nani anayesamehe dhambi kama si Allah? Kwa hiyo aliyefanya dhambi arudi kwa Allah, akiri kosa lake, aombe msamaha. Kama kaomba kwa dhati kutoka moyoni mwake, Allah anamsamehe, Allah anasamehe dhambi. Ulaika, watu hao, jazauhum maghfiratu min rabbihim, malipo yao ni kupata msamaha kwanza kutoka kwa Mola wao, na kwa sababu wamesamehewa walioyafanya, wa jannatun, wanaahidiwa kuingizwa peponi. Wanapata malipo ya kuingizwa peponi, tajri min tahtiha al-anharu, pepo ambayo chini yake inatiririka mito. Khalidina fiha, watakaa huko milele. Wa ni'ma ajrul amilin, ni malipo mazuri yaliyoje ya watumishi waliotenda vizuri utumishi wao. Wa ni'ma ajrul amilin, ni ujira mzuri ulioje wa watumishi waliotenda vizuri kwenye utumishi wao. Allahumma ja'alna minhum. Lamma hatha ta'ala ala sabri wattaqwa, baada ya Allah kusisitiza kwenye sifa ya subira na uchamungu. Wanabbaha almu'minina ila imdadi llahi lahum, na Allah akawatanabahisha au akawajulisha waumini kwamba Allah atawaongezea idadi kwenye jeshi lao, bil malaikati, kwa kuwashushia malaika, fi ghazwati badrin, kwenye vita vya Badri Allah aliwapa msaada huo. Baada ya kuwakumbusha neema zake hizo, aqabahu bil amri bil musari'ati ila nili ridwanillahi, amefuatisha kwenye aya hizi tunazozisoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala inayowahimiza waumini wafanye bidii, wasizembee, wasiwache hii fursa ya kuomba msamaha ili wasamehewe. Mwingine anafanya makosa, anaendeleza makosa yake, umri wake wote anaoishi duniani yeye ni mkoseaji mpaka anakufa na makosa yake. Huyu si mkoseaji mzuri. Mkoseaji mzuri ni yule ambaye akikosea huona kuwa kweli kakosea, na hurudi kwa aliyemkosea akamuomba radhi, na harudi tena kosa hilo. Huyu ndo mkoseaji mzuri. Kwa maana Mtume akasema, wa khairu tawabin wa khairu alkhata'in tawabun, kullu ibn adama khata'un. Hakuna binadamu anaishi hapa ardhini error free, hafanyi kosa. Kila binadamu ni mkoseaji, ana aina ya kosa atafanya. Wa khairul khata'ina, lakini wakoseaji wazuri at-tawwabuna, ni wale wanaokumbuka kutubu. Akishakosea hana raha katika nafsi yake, kwa sababu anajua ni nani kamkosea na anajua ghadhabu zake. Kwa hiyo anarudi kwa aliyemkosea, anaomba msamaha, anatubu, sifanyi tena ili kosa. Hawa ndo wakoseaji wazuri. Kwa hiyo Allah mwenyewe amewahimiza waumini bilmusariati ila nili ridwanillahi, wawe na bidii na pupa katika maisha yao ya hapa duniani kuyaendea yale ambayo yatawapatishia radhi ya Allah. Thumma dhakara bitafsili, alafu Allah akachanganua, kataja kwa ujumla alafu akachanganua.
Kachanganua matukio yaliyotokea kwenye ghazwat Uhud, vita vya Uhud, wa maanala almu'minina fiha, akataja yaliyowasibu waumini kwenye vita vile. Min alhazima, walishindwa, walipigwa vibaya. Wakati vita mwanzo vilikuwa vimewapa sura, walikuwa wanaelekea kupata ushindi, lakini ghafla mambo yakageuka, wakazidiwa, wakapigwa vibaya, mpaka mtume akatangaziwa kufa kwenye vita hivyo. Kwa hiyo kwenye aya zinazofuata hapa mbele anawakumbusha waumini hayo. Wameshindwa vita baada nasri, baada ya kupata wao ushindi, bisababi mukhalafati amri rasuli, kilichopelekea washindwe na wapigwe vibaya ni kosa dogo tu la kukhalifu amri ya mtume. Thumma bayyana, alafu Allah akabainisha, anna libtilaa sunnatul haya, mitihani ndiyo sunna ya maisha, kuwa utakavyokuwa, lakini uhai wako huu mfupi wa duniani ni kwa ajili ya mitihani. Kwa hiyo huwezi kusalimika na mitihani. Hata hao watukufu wametahiniwa, mitume nao wanatahiniwa, wana aina zao za mitihani. Kwa hiyo amewabainishia Allah hapo mbele kwamba mitihani ndiyo sunna ya maisha haya ya muda ya duniani, lazima mpewe mitihani. Wa anna qatla al-anbiya la yanbaghi an yudkhala al-hawni. Anna qatla al-anbiya, wanafahamishwa waumini kuuawa kwa mitume, la yanbaghi an yudkhila al-wahna ila qulubi al-mu'minin, kuuawa kwa mitume usiingize udhaifu wa kupelekea kushindwa kwenye nyoyo za waumini. Mtume ni mtu kama watu wengine, anaweza kufa kifo cha kawaida, anaweza kudhulumiwa kwa kuuawa na maadui zake. Na huyu mtume wenu sio wa kwanza, wameshauawa mitume huko nyuma kabla yake, na kama kifo cha kawaida wote aliyowatuma Allah kabla yake, kabla ya kuja yeye, wameshafariki. Kwa hiyo Allah akawaambia, wama Muhammadun illa rasulun, huyu Muhammad hana ziada, hana maajabu ya ziada zaidi ya kuwa huyu ni mtume tu katumwa. Qad khalat min qablihi rusul, kabla yake wameshapita mitume wengi tu, munaosimliwa wote hawapo. Afa in mata au kutila, hivyo huyu mtume wenu akifa kifo cha kawaida, natural death, au akauawa na maadui zake wakafanikiwa kumuua, inqalabtum ala aqabikum, akiuawa au kufa huyu mtume, nyinyi mtarudi kwenye dini zenu za zamani? Dini ndio itakuwa basi? Dini sikisha kufundisheni, sikisha kufikishieni? Huyu ni mtume tu, hana zaidi ya kuwa ni mtume wa Allah. Sasa akifa au akiuawa, na nyinyi ndio itakuwa dini basi? Mtarudi kwenye dini zenu za zamani? Waman yanqalib ala aqibaihi, na yoyote kati yenu atakayerudi kwenye dini yake alikotoka, falan yadhurra Allah shay'a, aelewe hatomdhuru Allah chochote, anajidhuru mwenyewe. Wasayajzi Allahu shakirin, wale watakaoonyesha shukurani Allah atawalipa malipo ya shukurani yao. Thumma tawalat al-ayatu al-karima fi bayani durusi wal ibari min ghazwati Uhud, halafu aya zilizofuata baada ya hiyo zikaendelea na mtiririko ule ule wa kutupa darsa na mambo ya kuzingatia yaliyojiri kwenye zoezi zima la vita vya Uhud. Vilianza vita vya Uhud, halafu tukapachikiwa historia ya vita vya Badri tupate mazingatio, halafu Allah akatoa darsa nasaha kwa waumini, anawahimiza wawe wacha Mungu, watiifu, wawe na subira, halafu tunarejeshwa kwenye aya za hadithi ya vita vya Uhud ili tupate mazingatio. Kwa hiyo aya za sasa ni mawaidha, tunaambiwa tumche Allah, tuwe na subira,
tuombe msamaha, tutafute radhi ya Allah, alafu ndo zitaendelea aya zenye mazingatio za tukio la Uhud insha Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, enyi waumini fanyeni bidii. Sari'u manake kimbilieni, kukimbia manake ndo hiyo bidii. Ili suala msilizembee hata kidogo, tumieni vizuri wakati wenu. Mwende wapi? Bidii hii kwa jambo gani? Ila maghfirati min rabbikum, fanyeni bidii mukimbilie fursa zitakazopelekea nyinyi kupata msamaha kwa Mola wenu. Kila siku mnakosea na Allah akakubali kukusameheni mkijirekebisha. Kwa hiyo jirekebisheni ili msamehewe. Ibn Adam innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari, binadamu nyinyi mnakosea usiku na mchana. Wa ana aghfiru dhunuba jamia, na mimi Mola wenu nasamehe dhambi zote. Hakuna dhambi ambayo inafanywa duniani mfanyaji wa dhambi akatubu Allah asimsamehe. Mimi nasamehe kila aina ya dhambi. Fastaghfiruni, basi niombeni msamaha. Aghfir lakum, nitakusameheni. Hadithi al-Qudsi, Allah anasema hivyo. Nyinyi mna udhaifu, hamkukamilika, na Muumba anaufahamu udhaifu wenu. Mnakosea usiku na mchana, na mimi Mola wenu mwepesi wa kusamehe mbona. Fastaghfiruni, basi niombeni msamaha. Kuweni na tabia ya kuomba msamaha, kukiri makosa na kutubu. Mseme nimekoma, sirudii tena, na Allah ajue hivyo kutoka moyoni mwako, anasamehe. Sasa mtu anaishi maisha yake yote, dakika zinaenda, yeye na makosa yake tu. Fursa hii hakuitumia, akifa na makosa yake huko mbele ya safari, hakuna msamaha tena. Makosa yote Allah anasamehe. Mkoseaji ajirekebishe kabisa hapa hapa, wakati bado anao, pumzi zinaenda, uwezo wa kufanya tena kosa anao, aseme nimetubu, sifanye tena, na Allah ajue hivyo kwamba umetubu kweli, anasamehe. Ndio maana akasema wa ana aghfiru dhunuba jamia innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, nyi binadamu mnafanya makosa usiku na mchana. Wa ana aghfiru dhunuba jamia, na mimi Mola wenu ninasamehe kila aina ya dhambi. Fastaghfiruni, basi kuweni na tabia ya kuniomba msamaha. Aghfir lakum, mimi nitakusameheni. Kwa hiyo anayerudi hupokelewa. Wewe hutaki kurudi, endelea tu na maasi yako hivyo hivyo mpaka time imeisha. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, utakayoyakuta huko umeyatanguliza mwenyewe, hakuna wa kukuonea huruma. Hukutaka, fursa ipo, itumie. Hutaki kuitumia, humshindi mtu wala humkomoi yoyote. Allah mwenyewe ndo anahimiza wasari'u, kimbilieni, fanyeni bidii, ila maghfirati min rabbikum, ukimbilia msamaha wa Mola wenu. Yani kila fursa muliowekewa itumieni, ambayo itapelekea nyinyi mulichokosea kisamehewe na mmalizie vizuri time yenu ya mitihani hapa duniani. Badiru ila ma yujibu almaghfirata, kimbilieni kuyafanya yale mambo ambayo au matendo ambayo yanawajibisha msamaha. Ametangaziwa mengi, mbona anayefanya hivi anakuwa kamridhisha Allah, anasamehewa. Anayefanya hivi hata kama makosa yake yatakuwa kama povu la bahari, anasamehewa. Anayesema hivi, alimradi fursa zipo nyingi. Zitumieni hizi fursa zinazowajibisha msamaha kutoka kwa Mola wenu. Bitaati llahi, kwa kumtii Allah kwenye aliyoamrisha, wa mtithali awamirihi, na kutekeleza maagizo yake. Tekelezeni vile mlivyoagizwa. Yani mkiwa wepesi kwenye taa, basi ile mitelezo yenu inakuwa ni wepesi kusamehewa. Mkiwa wagumu kukaa kwenye taa,
na makosa yenu yanabaki kama yalivyo. Manake kutokuwa na taa, manake wewe ni mtu mkorofi, muasi. Sasa unapandishia tu maasi juu ya maasi, maasi juu ya maasi, na siku zinaenda zinahesabiwa, zinatengeneza wiki, miezi, miaka, mpaka umri ukisha unaondoka na mizigo yako. Mizigo hiyo yako wewe mwenyewe. Fursa zipo hizi, zitumieni ili muondoke wepesi. Hamna uhasama na Mola wenu, muondoke hapa kawaridhia. Yani hayo mambo uyafanya hapa duniani, hupewi nafasi kaburini ya kuomba msamaha, wala mahala pengine baada ya hapo hakuna pa kuomba msamaha. Hii fursa umepewa wewe hapa duniani, itumie. Ushafanya uliyoyafanya, sema inatosha, jirekebishe, umalizie vizuri muda wako. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum badiru ila ma yujibu almaghfirata bi ta'ati llahi wa imtithali awamirihi, fanyeni bidii, kimbilieni kuyafanya yale yanayowajibisha kwenu msamaha kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza yale aliyowaamrisha. Wa jannatin, na kimbilieni pia pepo. Yani haya maisha yenu ya hapa siku zake zinahesabika, ni chache tu. Mkitoka hapa kuna siku nyingi mnakaa barzakhi, kaburini hapo. Baada ya hapo kuna mawqiful qiyama, siku nyingi pia mtakaa hapo kiyama. Baada ya hapo tena ndo mnaenda kwenye final destination, aidha peponi au motoni. Wewe uko hapa, lakini ujue safari yako ni ndefu na ina vituo vingi. Hicho kituo cha mwisho jiandae kiwe kituo kizuri, ukafikie peponi, usende motoni. Ndio Allah anasema kimbilieni nafasi za kukuwezesheni kwenda peponi. Lakini wengine ndo hawaamini, wanasema ya mambo tunaambiwa tu, hadithi za watu wa kale. Waqalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wasila. Haya ni maneno ya watu wa kale, kayaandikisha, halafu wanasomewa asubuhi na jioni. Anajifanya kutoa mawaidha, anasema yeye mtume, lakini haya maneno si kweli. Zamani watu walikuwa wanaambiwa maneno kama haya. Kwa hiyo mtu anapuuza, siku zinaenda mpaka umri wake unakwisha, yeye anafanya vibaya. Kwa hiyo dunia yake akiitendea makosa, na barzakhi yake inakuwa mbaya, yani maisha yake ya kaburini yanakuwa mabaya. Mawqiful qiyama, akishatoka kaburini pia nafasi yake itakuwa mbaya, na akiondoka hapo anaenda zake motoni milele. Ndicho alichokiandaa kwenye hizi siku chache za duniani. Kwa hiyo nyinyi waumini ndo walioitwa huko mwanzo, ya ayyuhalladhina amanu. Kwa hiyo meseji yote hii wanaambiwa waumini, sari'u ila maghfirati min rabbikum, kimbilieni kwa bidii yote fursa zitakazokupatisheni msamaha kwa Mola wenu, wa jannatin, na zitakazokupatisheni nafasi ya kwenda peponi, arduha samawati wal ardh, upana wa hiyo pepo ni kama mbingu na ardhi. Kama hapa kutoka ardhini mpaka mbinguni, hilo ni eneo la mtu mmoja. Naambiwa ardhi hii ni yako. Akilini mwako haikai vizuri sasa hivi, lakini unatakiwa ufahamu hivi. Maneno mengine, hadithi za Mtume zinasema pepo ya mtu duni kabisa, yani yule mtu wa kima cha chini, ni kama hii ardhi nzima inaboreshwa mara 10. Ndio kima cha chini cha pepo ya mtu duni kabisa. Yani sasa hivi ardhi sina mabara 6 au 7, halafu kwenye kila bara kuna nchi tele, na kila nchi ina mfalme wake au rais wake. Sio kuna rais wa Marekani, wa Urusi, Ujerumani, Ufaransa, si ndio mataifa yaliyopo ardhini? Pepo ya mtu wa kima cha chini ni kama hii ardhi nzima, yani mabara yote hayo na bahari zake. Hii ndo ardhi anarithi mtu mmoja kesho akhera.
Hii ni ardhi ya mtu mmoja, tena huyo ndo mtu wa kima cha chini analipwa kama hii ardhi yote hii ni mali ya mtu mmoja. Kwa hiyo ni mfano wa ardhi, au mfano mwingine kama hizi aya zinavyosema as-samawati wal ardh, ni kama kutoka hapa ardhini mpaka mbingu ya kwanza, masafa hayo inakuwa ni mali ya mtu mmoja. Ngumu kukubali, lakini ndiyo Allah anavyosema. Yani sari'u ila jannatin, fanyeni bidii kuipata pepo. Mkimaliza maisha yenu ya duniani mulipwe pepo. Wasi'atin, pepo hiyo ina eneo la kutosha, yani ni pana eneo lake. Arduha, width yake, upana wake, ka ardi samai wal ardi, ni kama upana wa mbingu na ardhi. Kama qala fi surati al-Hadid, kama Allah alivyosema kwenye suratul Hadid, arduha ka ardi samai wal ardi, upana wa hiyo pepo mnayoambiwa muitafute, upana wake ni kama upana wa mbingu na ardhi. Uiddat lilladhina amanu billahi wa rusulihi, pepo hiyo imeandaliwa kwa wale waliomwamini Allah na wakawaamini mitume aliyowatuma, yani wameamini yale ambayo mitume wameyatolea habari. Walgharadu, na makusudio ya Allah kusema kauli hii, kutaja dimension, upana wa pepo. Algharadu, makusudio yake, bayanu saatiha, anakubainishia kwamba hilo eneo ni pana, anatubainishia upana wake, nafasi yake. Sasa hivi tunagombaniana viwanja, tunafikishana mahakamani, kiwanja cha futi 40 kwa 40. Unaona, hata plani yako ule uchukua Ulaya haingii kwenye hicho kiwanja, akisema hichi kiwanja changu. Si mnafikishana mahakamani kwa kesi za viwanja, migogoro ya viwanja, mnagombana kwa futi 40 kwa 40 au 40 kwa 50. Allah anasema anamlipa mtu huko eneo mpaka linamtosha. Upana wake ni kama upana wa mbingu na ardhi. Anakusudia kukwambia unalipwa wewe mtu mmoja eneo la kutosha pana. Fa idha kana hadha arduha, ikiwa alichokisema hapa huu ni upana tu, fama dhannuka bituliha, wewe utafikiria urefu wake, je utakuwaje? Maana haiwi square. Huu ni upana, je urefu wake utakuwaje? Inaingia akilini? Mnafahamu? Anatuambia kwa kila mmoja mmoja, maana yake akimbilie kupata kwanza msamaha wa Allah. Maana hichi ndo kitu dili, kupata msamaha. Baada ya kupata msamaha, unalipwa eneo la makazi yako ya kudumu. Upana wake ni kama upana wa mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, ardhi hii imeandaliwa kwa ajili ya wachamungu, watu ambao duniani walijifahamu kuwa wao ni viumbe, wakamfahamu muumba wao, wakakubali kuamiliana naye. Kaagiza, wakatekeleza agizo. Kaonya, wakaonyeka. Kahamasisha muumba, viumbe wakahamasika. Kaamrisha, zikatekelezwa amri zake. Kakataza, yakaachwa makatazo yake. Wale walioamiliana naye, viumbe waliomfahamu muumba wao, halafu wakaamiliana naye, kawaandalia hivyo vitu. Hakuna kitu ambacho ni muhimu kwa mtu anayejua uzuri wa maisha duniani kuliko kumiliki land, ardhi. Mwenye pesa ananunua shamba la kutosha, ekari 100, ekari 60, ekari 50, akasema hapa pangu.
anaenda mbio zake, lakini halafu anatumia muda mwingi pake, kaimarisha hiki na hiki na hiki, kaotesha hiki na kile, kaweka na kibanda chake cha ghorofa 3 pale, anafanya na mambo mengine. Mtu kumiliki pake, hii ni raha moja ya maisha, ardhi. Kwa hiyo Allah anasema atakupeni janna. Janna ni shamba, ni ardhi ambayo ina rutuba, inamea vitu ndani yake, kaandaa kwa ajili ya watu waliofuata utaratibu wake. Yani huyat, malipo haya ya kulipwa ardhi pana tu yameandaliwa lilmuttaqina lillahi, kwa ajili ya watu waliofuata utaratibu wa Allah. Allah ndiye mlipaji, anawalipa viumbe wake waliofuata utaratibu wake, anawalipa ardhi nzuri tu, pana tu, ya kutosha. Ningependa nidokeze kitu hapa, kwa sababu nategemea kwenda nikaulizwa maswali mengi, lakini naona bora nipunguze mwanya wa maswali kwenye hii aya. Allah amesema wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Wanaoagizwa ni waumini walioanzwa kuambiwa huko mwanzo, ya ayyuhalladhina amanu la taakulu riba, yakaja na mengine, na haya ni miongoni mwa hayo wanaambiwa waumini. Kimbilieni msamaha wa Mola wenu. Yani kila mmoja atengeneze mazingira, akiondoka duniani aondoke kasamehewa, hana ugomvi na Mola wake. Ndio hilo wanaloagiza, kimbilieni hilo. Sio unafumba jicho, una makosa tele na unarudi kwake kakukasirikia. Allah anasema waman yahlil alaihi ghadabi faqad hawa, mtu yeyote kati yenu atakayemaliza maisha yake ya dunia akaondoka hapo akaja kwangu nimemkasirikia, huyo kapotea, ni wa kuadhibiwa tu. Kwa hiyo ujitahidi uondoke duniani, siku yako ikifika ushapunguza hasira za Allah. Uondoke hapa karidhika na wewe, usiondoke hapa kakukasirikia. Yeye mwenyewe ndo anatoa agizo hili, kimbilieni msamaha, yani yuko tayari asamehe, lakini wewe ndo ufanye sababu za kusamehewa. Sio kwamba atakaa tu mwenyewe siku moja aseme basi nimewatisha waja wangu lakini hawakuweza, nimewasamehe. Hakuna, fanya wewe sababu zitakazopelekea yale makosa yote ulomfanyia akusamehe. Uondoke hapa, yeye yuko radhi na wewe, hili anataka kwako. Fanya sababu za kuniridhisha mimi kufanya ni kusamehe. Wa jannatin, halafu mwisho wa maisha yenu yote huko mbele kuna vituo viwili. Kama hukufanikiwa kwenda peponi, unaenda motoni. Hakuna mahala patatu. Kwa hiyo ni nyinyi wenyewe mufanye sababu za kwamba muende peponi na msende motoni. Kimbilieni peponi. Kwa hiyo mfanye yale mambo ambayo ndio yatakuwa sababu ya kukupelekeni kwenye pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tatu, ametaja upana, arduha as-samawati wal ard. Upana wa hiyo pepo ni kama upana wa mbingu na ardhi, yani ni eneo pana kubwa la kutosha kuishi mtu. Nikasema hapa nataka nifafanue jambo ili kupunguza mwanya wa maswali, na najua sisalimiki kuulizwa maswali, lakini nafanya kidogo napunguza mwanya. Kama upana wa pepo anayolipwa mtu mmoja ni kama mbingu na ardhi, watu tuko in skeletons wengi mno. Sasa hili eneo la ardhi hii na mbingu wakalipwa mtu mmoja, wengine wanapata nini? Inaweza kuja kama kitu kama hicho kwenye akili ya mtu akauliza swali. Mtu mmoja akishalipwa eneo kama ardhi hii, sayari yetu hii ya Earth,
analipwa mtu mmoja. Hapa tupo kwa mamilioni sasa hivi, kama si mabilioni, mabilioni tupo. Alipwe mtu mmoja, hawa wengine wanapata nini? Allah anasema ana eneo la kutosha. Wa ardullahi wasi'a, ardhi ya Allah ni pana. Kama tutafungua kidogo chapter hii, inaweza ikatuchukua wiki 3, 4, 5 mpaka mwezi, au miezi 3, 4 mpaka 5. Lakini kwa kufanya kwa ufupi ni kwamba kuonyesha dunia ni kubwa. Twende kwenye suratu Safati. Kuna aya Allah amesema, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bizinatin al-kawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum adhabun wasib illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Tafsiri yake ni kwamba Allah anasema sisi tumeipamba mbingu ya karibu nanyi, mbingu ya kwanza. Na samaa maana yake ni eneo la juu, kutoka hapa tulipo, sehemu ya juu yetu, sio katika hizo 7 samawati. Anasema eneo lenu la juu yenu hapo tumelipamba kwa pambo la manyota au mataa, masabiha, kawakib. Lugha zote hizo zimetumika kwenye Qur'an. Wa hifdhan min kulli shaytanin marid, na eneo hili tumeliwekea ulinzi. Kuna masafa kadhaa huko tumeweka ulinzi imara kabisa. Min kulli shaytanin marid, ulinzi huu ni dhidi ya mashaitani jeuri, wale waliopitiliza katika ukorofi. La yasma'una ila al-mala'i al-a'la, tumeweka ulinzi kuwadhibiti majini wasiende kusikiliza habari za viumbe wa juu. Huko juu kuna vikao, wanakawa viumbe wa Allah, malaika wanapewa majukumu, wanajipanga katika utekelezaji wa majukumu yao. Majini zamani walikuwa wanakwenda mbinguni kama ilivyozungumzwa kwenye suratul Jinni, wa anna lamasna samaa, sisi tulikuwa tunafika juu mbinguni. Wako wengine wana uwezo huo. Fawajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba, lakini siku hizi ndo maana tumekuta kuna ulinzi mkali, hakufikiki kule tulikokuwa tunafika zamani. Tunakumbana na walinzi hapo kati, wana vimondo, wakirembea silaha zao hawa lose target, yani ukirembewa umekwisha. Sasa ndo wakawa wanashangaa, ulinzi wote huu kuna nini? Mbona tulikuwa tunapita freely, sasa hivi kuna vikwazo? Majini wanasema tulikuwa tunaenda mbinguni, wa anna kunna naqudu minha maqaida lisam'i, mbinguni kulikuwa kuna sehemu zetu tunaenda kukaa kwa ajili ya kusikiliza maongezi ya malaika kule. Wa anna kunna naqudu minha, tulikuwa tunakaa katika maeneo fulani ya mbingu, maqaida lisam'i, tunakaa sehemu kwa ajili ya kusikiliza. Waman yastami alana, lakini siku hizi anayekwenda kusikiliza, yajid lahu shihaba rasada, anakuta kuna kimondo kinamwandama, akirembewa arudi. Haya yaliwasibu majini wakati alipokuwa anataka kupewa utume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao majini hawakuwa na taarifa, na walikuwa wanakwenda kusikiliza kinachosemwa. Wakirudi hapa duniani, uongo kweli walioisikia wanaipamba na uongo mara 10, wanawapa makuhani wao, wale waganga hapa duniani, wanaonekana wanajua ghaibu. Hadhi zao zinakuwa kubwa,
wanaheshimiwa, wanaogopewa, sababu wanatoa taarifa za mambo halafu yanatokea kweli. Kwa hiyo ni eneo kubwa, lakini na viumbe, Allah ana viumbe wake kawapa uwezo mkubwa. Walikuwa wanasafiri masafa marefu kwenda kusikiliza kilichozungumzwa kwenye hizo aya za sura Safati. Anasema tumeipamba mbingu ya kwanza, eneo lililo juu yenu hapo, kwa pambo la mataa au manyota, wa hifdhan, na tukaliwekea ulinzi, min kulli shaitani marid, dhidi ya kila shaitani jeuri, la yasmauna ila almalai alala. Tumeweka ulinzi, hatukutaka tena waende wakasikilize taarifa za vikao vya juu. Wayukudhafuna min kulli janibin, na hawa majini wakawa wanafukuzwa kila upande wanaoendea. Duhuran walahum adhabun wasib, wanarudi bila ya mafanikio, na baada ya hapo mbele ya Allah watapata adhabu inayowafikiana na makosa yao. Illa man khatifa alkhatfata, isipokuwa wale wakaidi zaidi wanaotengeneza mazingira, kafukuzwa hapa kakimbilia huko. Faatba'ahu shihabun thaqib, huteketezwa kwa kimondo, akirembewa hakosekana. Atakayeona hakuendeki akarudi, salama yake. Atakayesema sikubali, lazima nipenye, harudi, anateketea. Maana yake ninayotaka tujifunze hapa, Allah alivyosema eneo la juu yetu kalipamba kwa mataa au kwa manyota, ni maana yake kila tunachokiona kwa macho yetu matupu, naked eyes, au tunachokiona kwa macho yetu baada ya kutumia vyombo vya kukuzia vitu vilivyo masafa ya mbali, chochote tutakachoweza kukiona hapa ardhini iko chini ya mbingu ya kwanza, kwa sababu hatuna chombo cha kuweza kupenetrate kikaona ya mbinguni. Kwa hiyo nyota yoyote hizo katika tunazozijua na tusizozijua ziko chini ya mbingu ya kwanza, kuonyesha Allah ana eneo kubwa. Sisi binadamu sote tumetengenezewa maisha kwenye sayari moja hii ya ardhi. Ardhi yetu ni sayari moja katika 9 zinazozunguka jua. Kitaalamu ndo inaitwa solar system, mfumo wa jua. Ni jua halafu linazungukwa na orbit 9. Kila orbit, ambayo orbit ni njia, inapita sayari maalum. Imeanza Mercury, ya pili Venus, ya tatu ndo hii ardhi yetu inaitwa Earth kwa Kizungu, Ardu kwa Kiarabu, na sisi Waswahili tunaita ardhi hivyo hivyo, ya tatu. Ukiacha hii ya 4 kutoka lilipojua, kuna Mars, kuna Jupiter, kuna Saturn, kuna Uranus, kuna Neptune na Pluto. 9 hizi zinazunguka jua moja, zinaitwa solar system. Hii ya kwanza kutoka lilipojua, duara lake ni dogo, radius yake itakuwa fupi ukilinganisha na radius ya lilipojua mpaka ilipo ardhi. Kwa hiyo mzunguko wa Mercury kulizunguka jua ni mfupi, na mzunguko mzima ndo unakuwa mwaka. Kwa hiyo mwaka wa Mercury ni mdogo sana, sio na siku 20 au 30, ni mdogo mzunguko wake, ishamaliza kulizunguka jua. Ya pili kutoka lilipojua, Venus, duara lake lazima lichuchuke kidogo. Kwa hiyo mzunguko wa Venus kulizunguka jua, mzunguko mmoja, siku zake haziwi sawa sawa na siku za Mercury, zitaongezeka kwa sababu duara lake njia yake kubwa. Tuchukue pointi hii, jua ndo center mpaka ilipo Earth, ardhi, wataalamu wanatuambia ni maili 93 milioni kutoka lilipojua mpaka ilipo ardhi yetu.
maili 93 milioni. Jua likiwaka hapa, ardhi huikanyagi kwa mguu, lazima uwe na kiatu. Joto linakuwa jingi. Mwaka wake ardhi kulizunguka jua inachukua siku 360. Siku 360 ndio inazunguka duara kamili kulizunguka jua. Kwa hiyo mwaka wa ardhi ni mkubwa kuliko mwaka wa Venus na ni mkubwa mara nyingi kuliko mwaka wa Mercury. Hii ya mwisho ya 9 ya Pluto, ambayo duara lake ni kubwa zaidi kulizunguka jua, mwaka wake utakuwa ni mkubwa mara nyingi. Vyote hivi viko kwenye mfumo mmoja, kwenye solar system moja. Mnanifuatilia au nishawaacheni? Kwa hiyo kuna jua, kuna na sayari zake 9 zinaambatana na hili jua, zinalizunguka jua. Hii ndio inaitwa solar system moja yetu sisi, na kila sayari ina muda tofauti wa kuzunguka kwenye jua. Kwa hiyo ingelikuwa sayari zote zina viumbe hizi wanaishi, basi wanaoishi kwenye Pluto ambayo ndo sayari ya 9, mwaka wao ungekuwa mkubwa sana. Wanachukua siku nyingi kukamilisha duara kulizunguka jua. Sisi mwaka wetu siku 360 kwa mujibu wa luna kalenda. Kwa mujibu wa solar kalenda tunatumia siku 365 na robo. Sasa hii solar system moja tunayoishi sisi na ardhi yetu kwenye jua letu, katika space hapa ziko solar systems in millions. Mnanifahamu? Viko vitu kama jua na sayari nyingine zinazunguka kwa utaratibu maalum. Allah anasema wa kullum fi falakin yasbahun, kila kilichopo katika anga kina njia yake, kinaelea kwa utaratibu maalum. Vitu vinaenda spidi ya ajabu, spidi kubwa, lakini hakuna ajali. Ma tara fi khalqi rrahmani min tafauti. Kwa hiyo ikiwa kuna solar system nyingi kwenye eneo fulani la anga, zinatengeneza kitu kinachoitwa galaxy. Galaxy yetu sisi kwenye hii solar system yetu ziko na nyingine zinatengeneza kitu kinaitwa galaxy. Ukitoka nje usiku wa kiza, lakini kuwe hakuna mawingu angani, unaona sehemu fulani kama ina mkanda hivi wa nyota, nyota nyingi zimekaa papache papache, wanaita the Milky Way galaxy. Kwa hiyo hili ndo galaxy yetu. Sasa hii galaxy ambayo ni mkusanyiko wa solar system nyingi, hii galaxy uko angani nazo ziko kwa mamilioni pia, millions of galaxies, na zote hizi kwa viona mbali zinaonekana, na madam zinaonekanwa ziko chini ya hiyo inayoitwa mbingu ya kwanza. Watu wataalamu wanajua angani kuna hizo solar systems, kuna planets, kuna nyota hizo stars, kuna comets, kuna na vitu vingi sana vinapatikana angani. Allah kaweka, tunaviona kama si kwa macho matupu, vinaonekana kwa kutumia vitu vya kukuza maumbo au vitu vilivyoko masafa ya mbali. Madam tukiangalia tunaviona, viko chini ya mbingu ya kwanza, ni pambo la hili eneo liliyopo hapa karibu. Allah kaweka vitu vyake kwa formation maalum, vyote viko kwenye motion, hakuna ajali, huwezi kusikia collision, lakini ni vitu viko kwenye haya masafa ya hapa karibu, kabla hujafika mbinguni, mbingu ya kwanza. Nimesema hiyo kwa ufupi kukufahamisha kwamba Allah ana eneo pana na kubwa sana hapa chini ya mbingu yake. Aliposema yauma tubaddalu al-ardu ghaira al-ardi
wasamawatu wabarazu lillahi alwahidi alqahhar. Siku ya miadi aliyokuahidini anabadilisha hii ardhi, itakuja kuwa vingine sio vile mlivyoizoea. Ardhi inabadilika baada ya kubomolewa hii, itakapoletwa hiyo nyingine ya kudumu haiwi kama hii. Wasamawatu, atabadilisha na hizo mbingu zote huko saba, hazitakuwa kama hivi zilivyo sasa hivi, kwa sababu kila kilichopo sasa hivi kipo on temporary terms, cha muda, kina umri wake. Mwisho wa siku Allah anasema atadestroy vyote. Kwa hiyo ardhi hii itabadilika na mbingu zitabadilika, Allah ataleta formation nyingine mpya, hiyo ndo ya kudumu. Wabarazu lillahi alwahid alqahar. Hapo ndo viumbe wote wa mwanzo mpaka wa mwisho wataorodheshwa mbele ya Allah mmoja mwenye nguvu juu ya kila kitu. Kwa hiyo huko ndo itaonekana pepo, utaonekana moto. Wa uzlifatil jannatu lilmuttaqin wa burrizatil jahimu lilghawin. Pepo itaonyeshwa, itawekwa katika eneo wacha Mungu kila wakiangalia wanaiona, na moto utawekwa katika eneo wenye makosa kila wanapoangalia wanauona. Wenye makosa watakuwa wako karibu na jahim, na wenye ucha Mungu watakuwa karibu na naim, jannati naim. Wataiona pepo wacha Mungu na watauona moto wanaostahiki kwenda motoni, waliyadhu billahi min dhalik. Hayo yote wanaambiwa watu wakiwa wako katika hii ardhi, wawe wana uhakika hayo mambo yapo. Wapi unataka uende unajichagulia mwenyewe. Sasa akisema analipa ardhi ya kutosha, ni kwamba masafa anayo. Kuna nyota inaitwa Shi'ra, imetajwa kwenye Suratun Najmi, wa huwa rabbu Shi'ra, na yeye Allah ndo mola wa hiyo Shi'ra. Shi'ra ilikuwa inaabudiwa wakati huo wa ujahilia. Watu wengine wanasema huyu ndo Mungu wetu. Ni nyota, sio sayari, ni nyota, inang'ara zaidi kuliko nyota nyingine. Astronomers, wataalamu wa mambo ya anga za juu, kwa makadirio na mahesabu ya kiastronomy, wanasema iko mbali sana. Masafa iliko Shi'ra mpaka hapa kwetu ardhini ni masafa ya miaka 80 ya umeme, yani 80 light years. Kwa Kiswahili, kama tunafanya safari hapa duniani twende iliko Shi'ra, tunahitaji tupate chombo kitakachokuwa na spidi ya mwangaza. Mwangaza unasafiri, inajulikana hesabu unaenda kilomita ngapi kwa saa. Kwa hiyo tupate chombo kitakachotembea spidi ya mwangaza. Tukikipata hicho chombo kitatufikisha kwenye Shi'ra baada ya miaka 80. Ndo 80 light years. Miaka 80 tunasafiri kwa spidi ya mwangaza, ndo tutafika iliko Shi'ra. Ni nyota tu katika nyota, kubwa mara 8 kuliko jua letu hili, na moto wake ni mara nyingi kuliko huu wa jua. Ina joto sana, lakini bado iko chini ya samaa dunia, mbingu ya kwanza. Sasa masafa ya kutembea kwa muda wa miaka 80 kwa chombo kinachotembea kwa spidi ya mwangaza si masafa madogo. Kwa hiyo Allah ana eneo la kutosha, ndo nilichotaka kusema. Anaweza kumpa kila mmoja hichi alichosema. Kama hii ardhi yetu akampa, hii ni eneo la mtu mmoja. Kama sote aliyotuumba asingepatikana hata mmoja mwenye makosa, kila mmoja angepata eneo lake peponi. Mshafahamu? Yani eneo la kutosha la binadamu wote aliyowaumba Allah lipo, lakini wenyewe ndo hawataki. Wengine wamejitengenezea nyumba nyingine motoni, na moto nao kama tunaasi wote hatukosi nafasi. Utaulizwa siku hiyo, je, ushajaa? Utasema kwani nyongeza ipo? Lete tu.
yauma naqulu li jahannama hal imtalaati, Allah asema kuna siku tutaiuliza Jahannam, vipi ushajaa? Maana hata wewe ukipewa biriani, kuna wengine ile sahani watu 4 anakula mtu mmoja, lakini baada ya ile kumaliza ambaye tukuongeze afiki 3, basi atasema basi natosha. Sasa Jahannam inaulizwa, vipi umejaa, ushatosheka? Inasema hal min mazid, kuna nyongeza, iko ziada. Kwa hiyo Allah ana eneo la kutosha. Hii hakusema kwa bahati mbaya, kasema tafuteni pepo ya Allah ambayo upana wake tu ni kama upana wa mbingu na ardhi. Eneo hilo anarithi mtu mmoja. Hii ni ardhi yako, hapa ni pako. Wacha Mungu ndo ameandaliwa ardhi kama hiyo. Kwa hiyo kama wewe ushawahi kuwa na kesi ya kiwanja cha futi 50 huko kula kiwanja wala hukimalizi matumizi yake, Allah anakumilikisha, hili ni eneo lako. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, na enyi waumini wacha Mungu, kimbilieni fursa zitakazowawezesha kupata msamaha kutoka kwa Mola wenu. Wa jannatin, na kimbilieni fursa za kukuwezesheni kupata pepo. Arduha, upana wa eneo la pepo, as-samawati wal ardh, ni kama mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, pepo hii imeandaliwa kwa wacha Mungu. Huyiat lilmuttaqina lillahi, imeandaliwa kwa watu ambao walipokuwepo duniani walikuwa wanaheshimu maamuzi ya Allah, wanayafanyia kazi. Walladhina, na wacha Mungu ni watu ambao yunfikuna fi sarrai wadharai, wanatumia mali zao wakati wa furaha na wakati wa shida. Yani yubdhiluna amwalahum, wanatumia mali zao fil yusri wal usri, katika wepesi na katika ugumu. Katika wepesi kuna kuja vipindi wewe unaingiza sana, una plenty of money, hata ukitoa 3-4 bado wewe una nyingine nyingi tu zimekaa benki, mbali na matumizi yako ya lazima. Kwa hiyo hapa kutoa ni wepesi. Wewe ukitoa 3 pengine katika asset zako kwa kutwa unaingiza 20 na wengine zaidi ya hapo. Kwa hiyo huu ni wepesi. Kwa hiyo mtu akawa na kingi, akiwa mwepesi anatumia mali yake fi sabilillah, katika njia za kheri. Wal usri, na kwenye uzito. Kwenye uzito ni kwamba pato lako ni la kiasi ya haja, huwezi kutoa kiasi kikubwa cha fedha, lakini mbele yako yanakuja mambo yanahitaji gharama, ni muhimu kwa jamii, lazima watu wagharimie mali zao. Sasa wewe hapa utakuwa ni mzito, lakini kwa sensitivity au necessity ya hili jambo lililopo mbele yetu linahitaji gharama zetu, tena kwa muda mfupi. Kama vile ambavyo Mtume alikuwa anapewa taarifa, wamejipanga Warumi waje watuvamie Madina, na yeye Mtume wakati ule hakuwa na jeshi ambalo liko kwenye daftari kwamba na orodha ya askari fulani wako kambi fulani, hakuwa nao. Hali hii ya tishio la kuvamiwa ilikuwa inamlazimisha kila mwanamume mwenye uwezo wa kutumia silaha awe ni askari. Kwa hiyo wanahamasishwa tu watu mitaani, tokeni tokeni. Serikali ya Mtume, tukiita serikali, hazina hakuna kitu. Gharama za jeshi hili ambalo linahitaji vipando, silaha, chakula cha nyumbani, matumizi wanakokwenda, yeye kama yeye hana cha kuwapa. Wasipotoka kwenda wanavamiwa, na wakija kuvamiwa watapigwa wanaume, wanawake, watoto, mali zao zitachukuliwa na udhalilifu utafanywa. Kwa hiyo suala linakuwa ni lazima hatua ichukuliwe. Panahitajika gharama, lazima watu wachangie, wagharimie. Sasa hapa huangaliwi una akiba nyingi wala nini, bwana toa, changia, gharimia,
mtu anagharimia katika hali ngumu, uzito. Allah ndo kawasifu, alladhina yunfiquna, ni wale ambao wanatumia gharama zao, fi sarai wa dharai, wakiwa katika wepesi au wakiwa katika uzito, wanachangia kwa sababu lililopo ni muhimu sana, lazima gharama zinahitajika, hakuna hazina chochote. Kwa hiyo wanagharimia wenyewe, wanajamii, walinde jamii yao. Wa fi shiddati warakhai, wanatoa watu walichonacho wakati wa shida na wakati wa faraja wanacho, wanatoa. Ndo kawasifia hawa Allah. Walkazimina alghaiz, na wacha Mungu ni watu ambao wanakerwa lakini wanakuwa na ujasiri wa kudhibiti hasira zao. Emotion zake hazimpelekei kufanya maamuzi ya ajabu ajabu, anavumilia, anadhibiti moyo wake wakati akiwa kakasirika. Walkazimina alghaiz, wacha Mungu ni watu ambao wanadhibiti hasira zao, yani yamsikuna ghaidhahum, wanadhibiti hasira zao, maa qudratihim ala lintiqami, pamoja na kwamba wanao uwezo wa kulipiza kisasi, lakini halipizi kisasi. Asema huyu jamaa mjinga tu, labda kuna siku atafahamu. Inaeleweka, lakini ngumu kumeza. Yani ushakero, alafu uwezo wa kulipiza unao, unaambiwa lililo bora ni kustahamili, kusamehe, dhibiti hasira zako. Walkadhimina alghaidha, na wenye kudhibiti hasira zao, yani yamsikuna ghaidhahum, wanazuia au wanadhibiti hasira zao, ma qudratihim, pamoja na kwamba wanao uwezo, ala lintiqami, kulipiza kisasi. Si watu wa kulipiza lipiza kila jambo au kujibujibu tu kila unaloambiwa. Maana ukitukanwa na wewe unatukana, wasema anamfundisha kuku kutaga Hasa wewe kuku. Hasa ukitukanwa na wewe ukitukana, nyote mnakosa la utukanaji. Matusi si tabia nzuri. Yeye alikitukana, jitu liachie tulitukane. Wewe bakia, nyamaza, vumilia, japo yanakuuma, vumilia, fanya mambo mengine. Matusi si mkuki, hayakuchomi akakujuruhi. Na moyo usiuendekeze ukaweka moyoni kila kitu, mengine yapotezee. Utaishi kwa wepesi katika hii dunia. Na yule ambaye kakaa kafungua jinywa lake kakutukana kutwa nzima, wewe ukapita kama hujamsikia, alafu sasa ndo ananionyesha nini? Manake kama sisemi na yeye vile. Usemi na mie hapa, hayo si maneno ya kusema na mie. Kuna siku atafahamu. Wala afina anin nasi, na tabia nyingine nzuri ya wacha Mungu, wanakuwa ni wasamehevu, wanawasamehe sana watu, wanawachukulia katika baadhi ya mambo yao. Yaafuna amman asaa ilaihim, wanawasamehe wale waliowatendea vibaya, waliowaudhi, waliowadhulumu, wanawasamehe. Yaafuna, wanawasamehe, amman asaa ilaihim, wale waliowafanyia vibaya, au dhalamahum, au waliowadhulumu. Ndio kesha kudhulumu. Sasa yeye na wewe unamlipa dhulma, utamdhulumu, bora kuachana naye tu. Shadhulumu basi, lakini hiyo kama ni haki yako haitopotea. Na kwa sababu una uhakika haya maisha hayaishi hapa, kuna mambo mbele, hiyo inakuwa ni hakiba yako. Kuna siku watalipa tu, au wewe utalipwa ulichodhulumiwa. Kwa hiyo usichukue madaraka mikononi kama inavyosema serikali. Usichukue sharia mkononi. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah anawapenda muhsinin, watu wema. Yani wallahu yuhibbul muhsinin bimaana wallahu yuhibbu almuttasifina bitilka alawsaf aljalila wa ghairiha. Allah anawapenda watu wenye kujipamba na kusifika na sifa kama hizi tukufu na nyinginezo ambazo hapa hazikutajwa. Lakini ukijipamba na sifa kama hizi,
wewe unakuwa umefikia daraja ya ihsani, wewe unakuwa ni muhsinun min almuhsinin. Kwa hiyo Allah atakupenda. Kutokana na muda kuwa mrefu, inshallah tuweke hapa, tutakuja kuondokea kwenye aya hii kwenye darsa ijayo, tuendelee na zinazofuata mbele yake. Ila kama kawaida nitarudia mara moja tafsiri ya neno kwa neno insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, na enyi wacha Mungu, enyi waumini, kimbilieni fursa zitakazowapatisha msamaha kutoka kwa Mola wenu. Wa jannatin, na changamkieni fursa za kukuwezesheni kupata pepo. Arduha, upana wa pepo hiyo, as-samawatu wal ardu, ni kama upana wa mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, pepo imeandaliwa kwa wacha Mungu, watu wanaoishi duniani kwa kufuata taratibu za dini ya Allah. Alladhina, hawa muttaqina ni watu ambao yunfiquna, wanatumia mali zao alizowajalia Allah, fi sarrai wa dharrai, katika wepesi na katika uzito. Kwenye kheri wanakuwa wanachangia, wanashiriki. Walkadhimina alghaidha, na hawa muttaqina ni watu ambao wakikerwa wanazimiliki nyoyo zao kwa kudhibiti hasira walizonazo. Walafina anin nasi, na wacha Mungu ni watu ambao wanakuwa wasamehevu kwa watu, kwa waliowakosea au waliowadhulumu. Na sifa hizo ni sifa njema, anazipenda Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah anawapenda muhsinin, watu wema waliofikia daraja ya ihsani. Mtu anaanza kuwa Muislamu kama ile hadithi ndefu ya Jibril aliyosimulia Umar ibn al-Khattab. Inshallah tutakuja kuisoma hiyo katika darsa ijayo, alafu tuendelee. Muislamu, lakini kuwa Muislamu tu bado haijatosha. Anatakiwa Muislamu huyu ajiboreshe, akuze imani yake, atafikia kiwango cha kwamba ni mu'min. Mu'min ni hadhi kubwa zaidi kuliko muslim. Kila mu'min ni muslim, lakini sio kila muslim ni mu'min. Wanaweza kuwa Waislamu wengi imani hawanayo bado. Tunafahamu hiyo, kama kwenye suratul Hujurati Allah kawakatalia watu waliokuja kujiita waumini, akamwambia nyinyi msiseme mmeamini, semeni Waislamu tu, imani bado haijaingia nyoyoni mwenu. Kwa hiyo Uislamu ni initial stage, hatua ya awali. Halafu mtu ajiboreshe mpaka awe na imani ya dhati, awe mu'min. Hatua ya tatu, akitoka kwenye iman ndo anafikia daraja ya ihsani, awe muhsin. Sasa hawa muhsinin ni bora kuliko Waislamu na waumini, ni kiwango cha juu zaidi ya Islam na iman. Allah anawapenda muhsinin. Tutakuja kuisoma hiyo hadithi inshallah. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tumesoma aya mbili tu. Naam Sheikh. Wa alaikum salam. Yaani mimi nikisema napunguza maswali mnaniongezea maswali. Vipi? Ngoja kwanza huyo hapa naam. Naam. Na wale walioamini siku ya Kiyama wakutanisha pamoja na vizazi vyao kwa imani yao walioamini. Mkutano huu Allah Subhanahu wa Ta'ala atawakutanisha kwa namna gani? Na Allah anasema kwamba pepo mapana yake mfano wake ni sawasawa na mfano wa mbingu na ardhi. Hawatakuwa wamechukulia masafa makubwa, lakini na usafiri si upo wa uhakika. Masafa makubwa
Zamani watu walikuwa wanatumia miezi 6 kwenda hija kutoka hapa Afrika Mashariki, yaani miezi 6 ndo anaenda Maka na 6 ya kurudi. Kwa miezi 12 mwaka mzima huu kautenga kwa safari ya hija. Lakini siku hizi mtu anapanda pipa hapo asubuhi, baada ya masaa 8 keshafika Maka, na akishamaliza ibada yake anarudi kwa muda huo huo. Huoni hata dunia ilivyo ndogo sasa hivi? Kwa hiyo na huko mambo yatakuwa mepesi, sahali kabisa. Usafiri upo, lakini si ndege hizi za injini ya chuma. Watu watakuwa wana uwezo wa kumanage hayo masafa na kuyafanyia kazi. Hayo masafa humo mna maeneo ya mashamba, na ushambiwa hii ni ardhi yako. Kwa hiyo utatembea kwenye ardhi yako. Kuna maeneo ya mashamba, kuna sehemu za bustani tu za maua, kuna maeneo ya makazi, nyumba zako. Na huko peponi hakuna limiti ya wake kama hapa. Ukioa watatu, watu wanakuuliza una wake ngapi? 3. Lakini yeye ana wake wa mchepuko zaidi ya 12. Wengine ana daftari 150 anao. Akimpata anaandika. Anakushangaa wewe uliona wake 3 kwa pamoja, ambao ndo wao. Pengine maisha yako yote ndo wewe wake zako hao tu 3. Sasa kule una wake wengi 70, 100 au zaidi ya hapo, wanakaa sehemu zao tofauti na mwenyewe unatembea. Sio gumu hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Masafa makubwa, lakini pia na uwezo wa kutembea masafa hayo utakuwepo. Wallahu aalam. Naam. Naam Sheikh. Haya, twende moja kwa moja straight to the point. Usiulize habari za mashekhe bwana. Naam, sahihi kabisa. Na ni kweli kuna elimu ya dunia na elimu ya akhera. Elimu ya akhera ni kama hii, watu kukaa wakasoma Qur'ani, wakasoma vitabu vya fiqh, wakafundishana mambo mbalimbali ya ibada. Hizi ndo zinaitwa elimu za akhera. Elimu za dunia ni kama watu wanavyosoma biolojia, wakasoma elimu ya mimea, wakasoma elimu ya wanyama, wengine ni madaktari wa kutibu wanyama. Nadhani unajua kwamba kuna hospitali za wanyama na wataalamu wa magonjwa ya wanyama. Sasa hizo ndo zinaitwa elimu ya dunia, elimu za dunia. Lakini sasa wewe tena unakaa darasani ukamsoma punda, paka, upata maradhi mangapi na nitamtibu vipi? Huyu paka unamchukulia katengenezwa na mtu au vipi? Si unasoma elimu ya Mungu hapo? Wewe ukakaa kwenye Qur'ani yako ukasema ya ayyuhalladhina amanu in kuntum fi raibin mimma anzalna ala abdina, au hiyo sio nilokusudia. Inasema aya ya 5, nisomee ya sura ya 22, suratul Hajj. Hebu mtu mmoja aisome aya ya 5 ya suratul Hajj. Aya nasomewa huku nyuma na imamu, mashallah hafidh. Asema in kuntum fi raibin min alba'thi, kama mna mashaka na kufufuliwa. Hili swala la kwamba mtu kafa kaoza atapatikanwa vipi? Kama mna mashaka na hili, fa inna khalaqnakum min turabi, kwanza mimi nilikuumbeni kutokana na udongo, summa min nutfati, alafu stage ya pili nikakuumbeni kutokana na manii, summa min alaqati,
kutoka manii nikatengeneza kitonge cha damu kinaning'inia kwa juu. Thumma min mudghatin, kitonge kile cha damu nikakigeuza nyama, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Chengine huumbwa mpaka akakamilika kiumbe, chengine hupukutika ukasikia mimba imeharibika. Linubayina lakum, sio kwamba ile iliyopukutika Allah pale alifeli, yote anayafanya kukubainishieni nyinyi. Wanuqiru fil arhami ma nasha ila ajali musamma, na ninakiweka kwenye mfuko wa uzazi ninachotaka kukiweka mpaka ule muda maalumu, muda mliouzoea. Yani kuna mimba inatimia miezi 9, nyingine inazaliwa chini ya hapo mtoto anapona, nyingine inazaliwa chini ya hapo mtoto anakufa. Thumma litablughu ashuddakum, alafu mkishazaliwa mnaishi mpaka mnafikia umri wenu mliopangiwa, mpaka mwisho wa aya. Nachotaka nikuulize, madaktari wanaosomea habari ya gynecology, elimu ya uzalishaji wa binadamu, wakunga, wakiisoma hii elimu yao inatofautiana na hili alichosema Allah. Naam, kuna kitu kinakwenda tofauti. Alichosema Allah ni uongo na wanachofanya hawa watu ichi wanachojifunza wamevumbua au ndo uhalisia? Sasa hebu nipe tofauti kati ya elimu hii ya kwamba mimba mtoto huanza hivi akaja hivi akaja hivi, kasoma mtu chuo kikuu, na mie ninokaa hapa nikachanganua, halafu nitafautishie alichosoma yule na nilichosoma mimi, pana tofauti gani? Elimu zote ni za Allah, kama alivyosema kwenye suratul Alaq, binadamu akizaliwa anakuja duniani hajui kitu, Allah ndo anamuelimisha anayotaka yeye kumuelimisha. Kwa hiyo ukisoma elimu ya anga za juu, Allah keshataja habari ya falaki na mambo mengine yote huko. Ukisema mtu kavumbua sijui maji yamekutana ya baridi na ya chumvi, hata ukiyachanganya hayachanganyiki, Allah keshasema kwenye Qur'ani, marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani. Huyu mpumbavu anasema kavumbua kitu kipo tangu zamani. Hakuna tofauti ya elimu zote mwenyewe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ufedhuli tu wa kibinadamu, chochote utakachosoma, hata ufundi uwashi, ni elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndo alomfahamisha Ibrahimu ajenge al-Kaaba, akaja mtaalamu Jibrili akampimia, akamwambia chimbua hapa, fukua hapa, akakuta base ya ule msingi. Kaambia haya sasa nyanyua foundation, alafu ifike dimension juu futi ngapi, upana kiasi gani, hapewa. Sasa yule aliyejenga kule kwa kutumia mawe na mota ya udongo, na anayejenga sasa kwa kutumia mawe na chokaa na udongo, wana tofauti? Hawa wana elimu ya dunia, yule ndo ana elimu ya dini. Elimu zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Allama al-insana ma lam ya'lam. Allah ndo anamuumba binadamu hajui kitu, halafu anamuelimisha mambo ambayo kabla ya kuelimishwa hakuwa akiyajua. Jeuri ya binadamu tu kugawa hichi cha Mungu wenu, hichi sicho. Hakuna kisichokuwa cha Mungu, vyote vya Mungu. Allah anasema walahul jawari almunshaatu fil bahri kal a'lami, vya Allah vyote vinavyokata mawimbi kwenye bahari. Utasema mighorofa, wanaojenga mameli makubwa makubwa ni nani? Utakuta hii ya Mjapani, hii ya Mholanzi, hii ya Mrusi, hii ya nani. Allah vyote anasema vyake, kaongopa. Meli unatengeneza wewe au anatengeneza mzungu, Allah asema yake, huyu mzungu wake na alichofanya chake. Kosa liko wapi? Sasa mjitume na nyinyi akili zenu muelewe vyote vya Allah. Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi, au walillahi mirathu samawati wal ardi. Allah ndo mrithi, mkeshaondoka wenyewe wamiliki hapa,
vilivyopo vyote anarithi mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Naam Sheikh. Adhuhuri. Aha. Maswali matatu hayo, lakini mimi nina udhaifu mmoja. Ukiniuliza maswali kwa mpigo, naweza nikabaki na la mwisho, yale mawili ya kwanza nikawa nishayasahau. Niulize moja moja nikujibu. Hilo nalikumbuka. Ukiswali swala ya faradhi ukaongeza rakaa, kwa mfano wa dhuhuri na rakaa 4, wewe mwenyewe ukapiga 6, ukakumbuka la nishazidisha, si tatizo, kaa tahiyatu. Ukishamaliza tahiyatu, lete sijida 2 za sahau, sijida 2 tu. Usiseme kwa sababu nimezidisha rakaa 2 itabidi sijida ziwe 4. Lete sijida 2 za sahau, halafu ndo utoe salamu. Basi hizi sijida 2 zinafidia kosa ulilolifanya. Unasema zile zile adhkari za kawaida zinazosema kwenye sijida, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, mara 3 mpaka 5 si mbaya, hata 7 si mbaya, vizuri ziwe witri tu. Jengine hili si kwa mwezi wa Rajabu na Shaabani tu. Imethibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja baada ya kutoka msikitini kafanya zile shughuli zake za kawaida. Aliporudi nyumbani akauliza mna chochote? Akaambiwa hamna chochote. Akasema basi mimi leo ninafunga. Ikachukuliwa hapa inajuzu kwa funga ya sunna, hata ukinuia mchana inafaa. Isikia basi, madam hujafanya lile jambo ambalo linafunguza, hujapata chochote asubuhi ukala, wala hujakutana na mamsap nyumbani, basi unaweza ukatia nia ya kufunga na ukaendeleza na funga yako. Kwa funga ya sunna inafaa. Jengine funga ni ibada. Siku yoyote utakayojisikia unafunga inakubaliwa. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Lakini hizi zilizoainishwa zina uzito kwamba tunafanya sunna, tunamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, zina fadhila yake hizi ambazo zimeainishwa. Lakini mwenyewe ukijisikia tu ufunge siku yote inafaa, na thawabu zako zipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine wanafunga funga ya Daudi, siku moja anafunga, siku moja anakula, siku moja anafunga, siku moja anakula. Kwa hiyo itahesabika katika umri wake, nusu ya umri wake alifunga na nusu ndo alikula mchana. Jengine naam. Hapana, ukisoma kwa Kiswahili hupati thawabu. Uisome kwa lugha yake iliyoteremshiwa. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innaha fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim afanadribu ankum adh-dhikra safhan an kuntum qauman musrifin wa kama arsalna min nabiyyin fil awwalin fa ahlakna ashadda minhum batshan wa madha mathalul awwalin. Kwa hiyo ije kwa lugha yake iliyoteremshiwa
na uisome vizuri kwa tartili, ndo utakuwa umefanya ibada. Ukichukua hii ya Sheikh Abdallah Saleh ukasoma ule upande wa Kiswahili, huambiwi unasoma Qur'an, upati thawabu za kusoma Qur'an. Wallahu aalam. Isome kwa lugha yake ya Kiarabu, hata kama hufahamu maana, lakini unaweza kuisoma vizuri, unapata thawabu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nataka kufahamu ya huku na muasi kwa tofauti wa hiyo na uasi tofauti ya hiyo. Huyu bwana anauliza kati ya kufru na maasi ni sawa sawa au tofauti? Mara nyingine huwa ni sawa sawa na mara nyingine inaweza ikawa iko tofauti. Inaweza kuwa sawa sawa kwa sababu kule kukufuru ni kuasi. Nesha kule kukufuru, kukataa jambo ulilopewa ni kuasi, ni sawa sawa na kuasi. Mfahamiana? Lakini mara nyingi tofauti yake wanavyotofautisha watu, kufru huwa ni jambo ambalo linamtoa mtu katika Uislamu, na maasi mtu anakuwa haja kufuru, hajatoka kwenye Uislamu, lakini kafanya jambo tofauti na maamrisho. Mfahamiana? Ndio wanavyotofautisha watu, lakini yote yanalingana, ni makosa makubwa. Naam Sheikh. Sikusikii vizuri. Muadhini kasoma adhana. Naam. Baada ya kumaliza kusoma adhana, yeye akanuia kuswali sunna. Yule muadhini Akakaa kwenye watu kutoka ya huko wamekuja kuona pale kakaa anafanya wao wakaja wakaona, lakini kuna mmoja pale kamuona yule anasoma adhana na kingo yeye akakubali kwenye wale wakaja wakaona. Kwa hiyo kila mtu anakuja na kila mtu anakuja naomba na yule akaendeleza badala ile sunna nuia akaendeleza ikafanywa kama la kama, lakini yule ndo akakuja baada ya swala kwa kuna jamani swali lakini imu na yule imamu kwa mimi na sunna kwa hiyo pale tukatimiwa kwa tena rakaa na pale kwa kusoma rakaa hilo na la pili imamu kwa swali rakaa kama swala ya rakaa 4 rakaa 3 baada akatoa salamu akatoa dua moja akasema jamani kwani tumefanya rakaa ngapi? Na wale wote wakakumbuka kwani tumefanya rakaa 3 na imamu akanikubali ile swali akasema tumefanya rakaa 3 wakanyanyuka pale wakaswali rakaa 4 kama ile moja ni sahihi. watu wanamsema, wasema ukikosa la mama japojimbiwa guya. Hapa kutumika hapa utaalamu wa kielimu hasa katika masala yote mawili. Huyu imamu wa kwanza, huyu muadhin kakusudia kusali kablia. Alipoona jamaa ishakuwa kubwa akasema basi bora nimalizie kabisa na swala ya faradhi. Yeye mwenyewe tukachange gia ngani, basi nia yake ya kwanza anaswali sunna, lakini alipoona watu wanaongezeka basi bora nimalizie kabisa faradhi.
si maamuzi mazuri aliyofanya, hayakuwa sahihi maamuzi yake. Umefahamiana? Haya, na hili la pili la umesema Imam kaswali rakaa tatu, akaja akakumbushwa baada ya kushakumaliza kuswali. Huyu akilini mwake aliona ndo imetoka hiyo, hawakushtukia hawa jamaa, lakini watu waliong'ang'anizia bwana, tumeswali tatu, ndio ikapelekea basi ile ya kwanza ajwar tunaifuta, tunaanza upya, wakaswali upya. Ni uchache wa ilmu, mfahamiana, ni uchache wa ilmu. Kwa hiyo itachukuliwa ni dharura, kwa sababu wote ndo levu hiyo, waliokuwepo pale wote, hicho ndo kiwango chao cha ufahamu. Dhalika mablaghuhum min al-ilm. Kusahau ni jambo la kibinadamu, na kwenye mafunzo ya dini, hata wakati mtume yupo, mifano iliwahi kutokezea. Mtume siku moja aliswalisha sala hizi za mchana, inasemekana itakuwa ni adhuhuri au la asiri. Akaswali rakaa mbili, baada ya rakaa mbili akatoa tahiyatu, akakaa tahiyatu mpaka kumaliza tahiyatu, katoa salamu. Suranu nasi, wale watu wenye haraka haraka wakatoka hao, na maneno anasema kusirati salatu, swala ishapunguzwa kuanzia leo, alhamdulillah. Hao wanaenda na shughuli zao, hawakuhoji wala hawakuuliza, wakatoka wakaenda zao, wanasema kusirati sala, swala ishapunguzwa sasa hivi mbili tu. Wana uhakika wameswali mbili, alafu wao wanatoka, maana dhana yao mtume hakosei, hichi kishafanya katufanyia takhfifu. Huyu mtume hakosei. Mtume kama kawaida yake alipomaliza kutoa salamu, kakaa kwenye nguzo pale, msikiti mzima ukawa unavuma. Maneno yanayotoka vinywani mwa watu hayasikiki, lakini yule unasijua watu wanavuma kama wanaosoma hitima vile. Sasa mtume kawa anashangaa, kinachojadiliwa huku ni maneno ya waliowahi kutoka na waliomo ndani. Wengine wanasema itakuwa sala ishapunguzwa kweli. Wengine wanasema mtume kasahau. Itakuwaje mtume hasahau? Mtume hasahau, imepunguzwa, kasahau. Sasa akatoka mtu mmoja anaitwa Dhulyadaini. Huyu bwana alikuwa kidogo ana matani na mtume. Mtume alikuwa ni mtu shosho, anataniana na watu wengine anaowaweza. Sasa Dhulyadaini akatoka akamkabili mtume, akamuuliza, ya Rasulullah, akusirati salatu am nasita? Yani hichi kinachojadiliwa huku kenda kumuuliza mwenyewe, ewe mtume wa Mungu, kuanzia leo hii swala imepunguzwa au wewe umesahau? Mtume akamwambia, ma kusirati salatu wa maana situ, swala haijapunguzwa wala mimi sijasahau. Yeye ana uhakika kaswali 4. Fahamiana? Swala haijapunguzwa bwana, rakaa ziko vile vile, wala mimi sijasahau. Dhulyadaini akamwambia, bal sallaita bina rak'ataini faqat, lakini wewe umetusalisha leo rakaa 2. Huo mjadala unosikia huko watu wanajadili imepunguzwa, wengine wanasema haiwezekani kasahau, umetusalisha rakaa 2. Mtume akarudi mihrab, watu wakajipanga safu, wakamfuata, akaswali rakaa 2 zilizobaki. Baada ya rakaa 2 kakaa tahiyatu, katoa salamu. Baada ya salamu akaleta sijida 2 za kusahau baada ya salamu. Hadithi hiyo ipo kwamba tunafundishwa kikitokezea kitu kama hichi kinarekebishwa hivi. Sasa kama aliswali rakaa 3, yeye mwenyewe kaona ndo 4, inatokezea hasa kwa zama hizi mambo hayakai sawa nyumbani. Pengine uko unakoondoka nyumbani ushadaiwa, umeambia subirini nirudi, na sasa hivi ndo ushamaliza kuswali, unarudi huna kitu. Utasali rakaa 5 au 3 au 2. Unaona bwana. Kwa hiyo inatokezea, dawa yake ukikumbushwa unarejesha kile tu ambacho kimemiss, alafu unaleta sijida 2 za kusahau. Naam? La kwanza vipi? Hii dawa yake kama ilikuwa imekosekana rakaa 1, wanaileta ile rakaa 1.
Wale ambao wameswali kwa swala ya sunna, ile swala yenyewe yote haikusihi, sio sahihi. Nia ya imamu alikusudia sunna, alafu akaunganisha nia katikati, hicho kitu hakikubaliki. Ile kweli haifai. Kama wamekimu wakaswali tena, that's right. Sawa. Basi natosha maswali kwa leo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.